mateka. Kwa maana hiyo, kwa lugha hiyo, kuzimu iko chini. Kuzimu iko chini. Kwa hiyo kama iko chini, manake lazima uwe makini sana, kwa sababu unaweza ukaishi maisha ya chini wakati uko juu. Ndio maana amesema nimewapa mamlaka kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote za yule mwovu. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi ya 91 anasema nimewapa mamlaka ya kuweza kuwaseta mwana simba na nyoka. Mwana simba na nyoka. Bwana Yesu asifiwe. Kuwaseta kwa miguu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Kuwaseta kwa miguu yenu. Manake hii mamlaka ya giza unayoisikia leo inafanya kazi kwa watu ambao ndani yao kuna ukaidi, kwa watu ambao ndani yao hakuna unyenyekevu, kwa watu ambao ndani yao kuna uovu. Ndio maana nilisema ukishakuwa mwovu hautofautiani na wachawi. Ukishakuwa mkaidi hautofautiani na wachawi. Kwa nini? Kwa sababu watakuja kwako, watakutumia. Wakitaka kuharibu uchumi wa familia, wanaangalia hapa pana mkaidi, wanaingiza ugonjwa kwa mtu. Wakishaingiza ugonjwa kwa mtu, wewe unaanza kusema shangazi anaumwa, natakiwa nitoe mchawi. Unafikiri ndio upendo? Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ndio umoja? Umoja unamkinga mtu. Umoja sio kutatua matatizo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anasema mimi na Baba tu umoja. Manake alicho nacho Baba ni cha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wewe unaweka umoja kwenye matatizo, manake matatizo yake ni yako. Yesu alikuwa umoja na Baba yake, nguvu za Baba yake zikawa za kwake. Ufahamu wa Baba yake ukawa ufahamu wake. Akili za Baba yake zikawa akili zake. Bwana Yesu asifiwe. Ndio basi mwana afanye chochote isipokuwa na Mungu alichomwakiona kwa Baba. Na mwana aseme chochote isipokuwa alichosikia kwa Baba yake. Manake wao ni wamoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, jifunzeni kuwa wamoja katika kweli. Jifunzeni kuwa katika wamoja katika unyenyekevu. Jifunzeni kuwa wamoja katika upendo. Msipokuwa wamoja mnaishi kama wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo hii tuna kanisa la ajabu ajabu. Kila mmoja anaabudu kwa kadiri anavyojisikia kwenye moyo, sio kwa kadiri Mungu anavyoagiza. Kila mmoja anatumika kwa kadiri anavyopenda yeye kwenye moyo, sio kwa kiwango anachopenda Mungu. Hatutafika, na kueleza ukweli, hatutafika mahali ambapo Mungu katuandalia. Kwa sababu mahali ambapo Mungu ametuandalia, Yesu ni njia, yeye ni kweli na uzima, na neno lake ndio kweli. Kwa hiyo ukitoka nje ya neno lake hauendi. Wewe ni kama mchawi anayesema miti hii ni Mungu alitutengenezea tuwasaidie watu. Wakati Mungu anafanya vita na uganga, anafanya vita na uchawi, anasema miti hii ni Mungu aliyetutengenezea tuwasaidie watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mtu ambaye hawezi kuyaishi maagizo ya Mungu ni kama mpunga pepo, ni kama mchawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaona huwezi kuyaishi, wao tofautiani na wao, kwa sababu wanafikia hawezi kufanya, wanajua hawezi kutenda. Hata shetani anasema anamwamini Bwana na kutetemeka, lakini hawezi kufanya anachosema Bwana, hawezi kukiisha anachosema Bwana. Na ndio maana ulitokea ugomvi kati yake na Mungu. Kanisa, unapokuwa unasikia huwezi kukiishi kile ambacho Mungu anasema, hauna tofauti na shetani kabisa. Mimi nakwambia ukweli. Utawapata wengine watakwambia kwa kuzunguka hivi, lakini mimi nakwambia ukweli, ili mwisho wa siku nisije nikahukumiwa kwa kosa la kutokukwambia ukweli, kwa kosa la kutokuisema kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Ndio maana sema hakika hapana uganga wala
uchawi juu ya Israeli. Sasa habari za Israeli na Yakobo zitasemwa. Neno zitasemwa, zilikuwa zisemwi hata kama wapo. Hata kama wapo. Zilikuwa zitangazwe hata kama wapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Okay, nikuulize swali moja. Wangapi Ijumaa waliwatumia watu message kusema wasikilize kipindi cha redio? Wangapi? Sema ukweli, tuko mbele za Mungu. Wangapi? Ndani ya kusudi au ndani ya mpango wa yule mwalimu. Kwa nini? Kwa sababu unasikia unakuwa kama hujasikia. Hata kuzimu wanasikia kweli ya Mungu, lakini wanakuwa kama hujasikia. Wanakuwa kama hujasikia. Inakueleza ukweli. Kwa sababu mimi sitamani nione unakufa. Yaani mimi natamani ikitokea msiba kanisani, sio tuanze kuhangaika kukuombea ufufuke, wakati tulikuwa tuna uwezo wa kufufua huku unatembea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ukitokea msiba, tukifika hapo tuseme Baba tunakushukuru, maana umekamilisha miaka uliyoiahidi. Asante kwa ajili ya mtumwa wako ambaye leo umemfanya madhabahu isiyokufa, maana kutoka leo kuna watu wataamka. Na leo kuna watu watafufuka kwa ajili yake. Na ndio maana Bwana Yesu uliporudi kaburini, miili mingi ilifufuka. Na hata leo mtumwa wako kwa namna ile ile kuna watu wanakwenda kufufuka kwenye huu msiba. Bwana Yesu asifiwe. Tukamtukuza Mungu kwa namna hiyo. Ukishakufa umri chini ya umri wa miaka 70, unanipatia simanzi, hauna ushuhuda. Inakueleza ukweli. Na kueleza ukweli, unakuwa hauna ushuhuda. Msiba ushuhuda. Ndugu zako wanaanza kutafuta nani mchawi. Mchawi ni wewe mwenyewe. Ila waliokuzidi ndio wamekumeza. Kwa sababu kusimama kwenye kusudi, ulikuwa kama shetani, ulikuwa kama mchawi. Kwa sababu mchawi anasikia injili na kanisani anaenda, lakini kuroga haji. Na ndio maana kuna watu wanakuwa kama wachawi, kanisani wanaenda lakini ukaidi hawaji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ukishaona uko hivyo hauachi. Yale mawazo yako hautafautiani nao. Hautafautiani nao. Nisikilize. Fungua Biblia yako kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 8. Nianzie hapo. Kwa sababu kusikia injili sio ndio kuacha. Sura ya 8. Matendo ya Mitume sura ya 8. Nianze mstari wa 7. Anasema, kwa maana pepo wachafu wakawatoka wengi waliopagawa nao, wakilia kwa sauti kuu, na watu wengi waliopooza na viwete wakaponywa. Ikawa furaha kubwa katika mji ule. Mstari wa 9 anasema, mtu mmoja jina lake Simoni hapo kwanza alikuwa akifanya uchawi katika mji ule, akawashangaza watu wa taifa la Samaria, akisema kuwa yeye ni mtu mkubwa.
Asema wote wakamsikiliza tangu mdogo hata mkubwa, wakisema mtu huyu ni uweza wa Mungu ule mkuu. Wakamsikiliza kwa maana amewashangaza muda mwingi kwa uchawi wake. Lakini walipomwamini Filipo akizihubiri habari njema za ufalme wa mbinguni kwa jina lake Yesu Kristo, wakabatizwa wanaume na wanawake. Asema na Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka huyu alikuwa ni mchawi, lakini ni mchawi ambaye ilifika wakati akaamini Injili. Bwana Yesu asifiwe. Alipoamini alikubali kubatizwa. Huyu mtu amebatizwa, ameshikamana na hao mitume, ameshikamana na hao wanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka alikuwa mchawi wa muda mrefu kwenye huo mji, na aliwashangaza watu ya kuwa huyu mtu ni uwezo wa Mungu, huyu mtu ni akili za kiungu, lakini kumbe ulikuwa ni uchawi unaowashangaza watu. Wale watu waliomwamini walimwamini uchawi, hawakuwa wanamwamini Bwana. Walifikiri wanamwamini Mungu aliye hai, lakini walikuwa wanamwamini Shetani. Walifikiri wanaamini uwezo wa Bwana, lakini walikuwa wanamwamini uchawi. Bwana Yesu asifiwe. Umeshawahi kujiuliza watu wanaosimama kama wachawi ni watu wangapi wamewaamini wakiwa wanamwamini Shetani? Kwenye akili zao wanafikiri wanamwamini Mungu aliye hai. Kwenye akili zao wanajua wanamwamini Mungu aliye hai. Angalia kitu kilichotokea pale mbele. Kumbuka nazungumza kwa habari ya uchawi. Anasema akaamini naye akabatizwa. Anasema naye Simoni mwenyewe aliamini akabatizwa, akashikamana na Filipo, akashangaa alipoziona ishara na miujiza mikubwa iliyotendeka. Kwa sababu ilikuwa zaidi ya uchawi. Ndio maana mtu aliyeokoka yeye ni zaidi ya wachawi. Na ndio maana hutakiwi kulia kwa habari ya wachawi. Mstari wa 14 anasema na mitume waliokuwako Yerusalemu waliposikia ya kwamba Samaria imelikubali neno la Mungu, wakawapeleka Petro na Yohana. Angalia kilichotokea. Hasa ambao waliposhuka wakawaombea wampokee Roho Mtakatifu. Mstari wa 16 anasema kwa maana bado hajawashukia hata mmoja wao, ila wamebatizwa tu kwa jina la Bwana Yesu. Mstari wa 17 anasema ndipo wakaweka mikono juu yao nao wakampokea Roho Mtakatifu. Angalia mstari wa 18 anasema hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu, ili kila mtu nitakayemwekea mikono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako na ipotelee mbali pamoja nawe, kwa kuwa umedhani ya kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Huna fungu wala huna fedha katika jambo hili, kwa kuwa moyo wako si nyofu mbele za Mungu. Angalia kitu anachozungumza kwenye hili eneo. Kumbuka huyo alikuwa tayari amekubali kuwa mwanafunzi wa kina Filipo. Alikuwa amekubali kuwa mwanafunzi wa Yesu, na aliamini akabatizwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini amebatizwa, moyo wake bado mchafu. Kabatizwa lakini moyo wake bado una tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana lazima ujilinde na hali ya tamaa. Kutamani wakati ambao sio wa kwako, kutamani vitu ambavyo sio vya kwako, kwa sababu vinakurudisha kwenye maisha ya kichawi, vinakurudisha kwenye tabia za kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simoni ameona watu wanawekewa mikono wanapokea Roho Mtakatifu. Yeye yuko hapo haoni Roho Mtakatifu. Yeye yuko hapo haoni nafasi ya kupewa. Bwana
Yesu asifiwe. Ni kweli yupo kwenye kanisa hilo, ni kweli yupo kwenye madhabahu hiyo, lakini haoni nafasi ya kumpokea Roho. Japokuwa jamaa walikuwa wanagawa, uwezo wa Bwana ulikuwa ukiwatoka, Roho Mungu alikuwa akishuka kwa kila mtu anayewekewa mikono, lakini yeye peke yake hakuweza kupewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sababu alikuwa ni mchawi, sababu alikuwa anaishi maisha ya wachawi, sababu alikuwa na tabia za kichawi, sababu alikuwa na mitazamo ya kichawi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo mitazamo ya kichawi ndio iliyombagua asipewe uwezo huo. Kwa nini? Ndio maana akafikiria akagundua hawa jamaa wanawekewa mikono wanapokea. Kumbuka na yeye yuko hapo. Lakini Paulo amekuja kwa ajili yao. Ndio maana Yesu amekuja kwa ajili yako, kukuinua, kwa ajili ya kukupatia nguvu, kwa ajili ya kukupatia ushindi, kwa ajili ya kukupatia baraka. Usipogeuka sawa sawa, usipoamua sawa sawa, Yesu anaweza akawa yupo hapo, lakini ukatoka mkavu. Kwa nini? Mawazo ya kichawi yanakutenga na kile ambacho Mungu amekiweka, yanakutenga na kile ambacho Mungu amekiandaa kwa ajili yako. Ndio maana kuna watu wanajitenga na neema ya Bwana, kuna watu wanajitenga na mawazo ya Bwana. Shida ni hali ya uchawi inayowatesa, shida ni hali ya uchawi inayowasumbua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hali ya uchawi hairuhusu upokee kinachotoka kwa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kinachotoka kwa Mungu huwa kina moto, kinachotoka kwa Mungu huwa ni kitakatifu. Sasa kikishaingia kwako lazima kikutakase, lazima kikuondolee mawazo mabaya, lazima kikuondolee tabia mbaya. Na ndio maana Simon alipoangalia akagundua haya jamaa yanaweka mikono, watu wanapokea, akafikiri kwa kuwa vinapatikana kwa fedha. Maandiko anasema akasema ni wapatieni fedha. Bwana Yesu asifiwe. Aligundua hana nafasi ya yeye kupokea, hata kama atawekewa mkono lakini atapokea. Umeshawahi kujiuliza kuna watu wangapi wanaenda kanisani, wanawekewa mikono, wanaombea, wanatoka na hali yao ile ile, wanatoka na ugonjwa wao vile vile, wanatoka na aibu yao vile vile. Shida wanawaza kama wachawi, shida wanatenda kama wachawi, shida ni wakaidi kama wachawi. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kupokea cha Mungu kama wewe ni mkaidi. Huwezi. Ni rahisi kuwepo kanisani, ni rahisi kuwepo kanisani, lakini kupokea cha Mungu huwezi kupokea kama ni mkaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana kanisa lazima tuache ukaidi. Lazima tuamue kuishi kwa kiwango ambacho Mungu anatufundisha. Tusipoishi kwa kiwango ambacho Mungu anatufundisha, tunakuwa kama Simoni mchawi. Yupo katikati ya watu wanaojazwa Roho, lakini yeye hajazwa. Yupo katikati ya watu wanaojazwa nguvu, lakini wao hawana nguvu. Umeshawahi kujiuliza kwa nini kanisani unakuta anayeonekana kama na nguvu za Mungu ni mchungaji peke yake na baadhi ya viongozi? Umeshawahi kujiuliza? Lakini Mungu yule yule yupo hapo kwenye hilo. Mungu ni yule yule yuko hapo kwenye hilo. Lakini wengine hawana uwezo wa kufanya, wengine wana uwezo wa kufanya. Shida wamekaa kama Simon. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Petro akamjibu, fedha yako na ipotelee mbali pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa wadhani uwezo wa Bwana, karama ya Mungu inapatikana kwa fedha. Kwa fedha. Mimi leo siendi ibadani, ninatuma sadaka yangu ya kujiungamanisha. Unatapeliwa. Ninakueleza ukweli, unatapeliwa. Si unajua kuna utapeli wa kiroho? Kuna utapeli wa kiroho. Unajua leo na kazi nyingi sana. Mtumishi, naenda na sadaka yangu, nataka nijiungamanishe na ibada ya leo. Hivi umeshawahi kusoma kwenye Biblia sehemu gani imeandikwa kujiungamanisha? Umeshawahi kusoma kwenye maandiko wapi imeandikwa toa sadaka, uendelea kufua nyumbani kwako, uendelea kukaa dukani kwako, tuma sadaka yako yeye? Tuma tu sadaka yako yeye. Tuna mbinu za kukusanya pesa, lakini sio hapo. Bwana Yesu asifiwe.
Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kuna mbinu za kukusanya pesa lakini sio hapo. Kwa sababu mimi naamini mimi mwenyewe ni pesa. Usipofanya wewe mimi nitafanya. Usipoamua wewe mimi nitaamua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini? Kwa sababu mimi mwenyewe namtaka Mungu. Yaani namtamani siku nikutane naye. Kuna maswali wao natamani nimuulize yeye mwenyewe. Aniambie. Tukiwa tumeonana hivi uso kwa uso. Si kwa namna ambayo anaongea na mimi huko amejificha. Nataka niwe nimuone nimwambie mzee. Kuna vitu sikuvielewa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Kuna vitu lazima nimuulize. Kuna vitu lazima nimuulize. Kwa sababu kuna vitu ambavyo vinatokea kwetu. Lakini shetani alimwachia. Mbona si atuachie? Au kwa sababu si tuko mwili. Kuna vitu nataka nimuhoji, nikutane naye nimuhoji. Na ndio maana usipopambana mimi lazima nipambane. Usipoamua lazima mimi niamue. Mpaka nijue niliyemhubiri ndio huyu hapa. Yaani mpaka ifike siku nijue niliyekuwa na mhubiri, niliyekuwa na mtangaza ndio huyu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Simon alikuwepo lakini hakupokea. Simon alikuwepo lakini hakusisikia nguvu. Simon alikuwepo lakini roho ya Mungu hakuwa naye. Unashawahi kujiuliza? Unaweza mkawa kwenye kanisa la watu wamejazwa roho, wamefurika. Lakini kuna wengine hawajafurika ndio wanakokagua. Fulani naye anaomba hivi. Kama fulani akiwa kwenye maombi analia. Bwana Yesu asifiwe. Hii ndio nakutathmini wewe. Hana shida na huyo Mungu. Hana shida ya kusema kwa huyo Mungu. Yeye ana shida na kuangalia tu wangapi wamekuja leo kanisani. Wangapi wanaomba, wangapi wao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu huyo anasumbuliwa na uchawi. Ndio maana wakati wenzake wanaomba yeye anawaza vingine. Ndio maana Simoni wakati wenzake wanajazwa yeye hajazwe. Ni kwa sababu ya uchawi aliokuwa nao. Ndio maana Petro akasema fedha yako haipotelea mbali pamoja na wewe. Kwa kuwa uwezaji uwezo wa Bwana unapatikana kwa fedha. Ndio maana usijichanganye. Kwa sababu kuna utapeli mwingi unatokea. Yaani nina shida ya kwenda kula kuku. Nina shida ya kwenda kula kuku. Nakwambia mpe mwanangu, jiungamanishe na ibada ya leo. Usiache ibada hata kama unasafiri. Ibada ya leo usikupite. Subiri Mungu aseme na wewe. Kama unakwambia ufanye hilo jambo. Kama unakwambia ufanye hilo jambo. Kwa sababu unaweza ukawa unatapeliwa lakini hujui kama unatapeliwa. Na ndio maana kuna watu wanaishi kwenye mzunguko wa kichawi, hawajui kama wanaishi kwenye mzunguko wa kichawi. Kwa nini? Nafasi ya Mungu haipatikani kwa fedha. Inapatikana kwa utii na unyenyekevu. Utii na unyenyekevu ndio kitu bora. Na ndio maana Sauli anaambiwa kutii ni bora kuliko dhabihu. Kutii ni bora kuliko hiyo sadaka yako. Sauli alitanguliza sadaka, akasema wamebakiza wanyama walionona, wamebakiza ng'ombe walionona, ili wasilete kama sadaka kwa Mungu wako. Na Samueli anamwambia kutii ni bora kuliko hiyo sadaka. Kuna watu ni wakaida, najua akitoa sadaka atakubalika. Labda sio hapa ndani. Labda sio hapa ndani na hujanikuta. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hapa uangalie unatoa sana au unatoa kidogo. Kinachoangalia kiwango chako. Unachotembea nacho ni cha kiroho au cha kimwili. Ni cha Mungu au ni cha kishetani. Ni cha Mungu au ni cha kichawi. Hicho ndicho unachoangalia. Unatoa utajua wewe. Utajua wewe. Kwa sababu mimi najua nilikotoka. Na najua nilivyofinywa kwa sababu sikuokoka bila kufinywa. Bwana Yesu asifiwe. Nilifinywa vizuri. Nikawa naona kama kufa. Nilifinywa vizuri, Mungu aliniacha nikawa peke yangu. Mpaka akili ziliponikaa sawa, natembea naomba hata njiani hata kama nilikuwa sijaokoka. Naambia Mungu nisaidie. Nitakwenda kukutumikia. Nisaidie siku nitakayerudi Iringa utakuwa mwanzo wangu wa kukutumikia. Siku nitakayerudi Iringa na Iringa nilikata nikasema sirudi
Lakini kwa sababu nilifinywa vizuri. Mpendo, jeuri tulio nayo hatujaminywa vizuri. Ukiminywa sawasawa, wewe ndio utaanza kutafuta Mungu yuko wapi. Utatafuta Mungu yuko wapi. Kama wale muulize mke wangu, nilikuwa nasema kuokoka kwa babako. Hakisikia tu nyimbo zinaimba anasema tuokoke, naambia kuokoka kwa babako. Lakini sio hapa kwangu. Nilipominywa sawasawa, nikamwambia kaniitie dada mmoja alikuwa anaitwa Lela. Mkiwa mgenini mnaitana dada, kaniitie dada Lela. Akaenda akamwita yule dada. Alipomwita yule dada ndipo nikamweleza kanipeleka kwa mchungaji wake. Yaani mimi mwenyewe nilianza kutafuta neema ya Mungu iko wapi, pasipo kuanza kuhubiriwa na mtu, kwa sababu nilioshwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema Simoni mchawi alipoona ule uweza, akagundua kuna uweza ambao hajawahi kuona, kuna nguvu ambayo hajawahi kukutana nayo, kuna mamlaka ambayo hajawahi kukutana nayo. Maandiko yanasema alipoona uweza, alipoona ishara maajabu, alikubali kubatizwa. Bwana kupatia neema itakayokuokoa. Bwana kupatia neema itakayowageuza waliojificha kati yako, waliojificha kwenye familia yako, waliojificha kwenye ukoo wako, waliojificha kwenye biashara, waliojificha kwenye shamba lako. Bwana kupatia neema inayovuka viwango vyao, inayovuka viwango vya utendaji wao, inayovuka viwango vya akili zao. Kwa jina la Yesu nasema ndio maana Simoni mchawi anashangaa alipoona ule uwezo kwa kile Filipo. Filipo alikuwa anaombea watu wanapona, hawakuombea ujazo wa Roho Mtakatifu. Walipogundua kuna mijamaa mingine imeshuka kutoka Yerusalemu, inapandika watu mikono, mbingu zinakuwa wazi kwao, mbingu zinawakubali. Akasema nipatieni na mimi uweza huo. Alihangaika, ndio bado Bwana anakutengeneza wewe. Wachawi watahangaika, watu watahangaika, utafuta neema ulionayo, utafuta nafasi ulionayo, utafuta huduma ulionayo. Neema hiyo iwe juu yako kwa jina la Yesu. Neema hiyo iambatane na wewe kwa jina la Yesu. Ndio maana kanisa usicheze na huyu Mungu. Yaani zaidi ya uchawi unaojua upo kwenye ukoo. Yaani zaidi ya uchawi unaojua upo kwa wafanyabiashara. Yaani zaidi ya uchawi unaojua upo kwa wakinga. Yaani zaidi unaojua zaidi ya uchawi unaojua upo kwa wabeda, upo kwa wadereka, upo kwa nyatura, upo kwa sanaa, upo kwa kila kabila. Yeye ni zaidi. Anaposhuka yeye ananyamazisha kazi zao, ananyamazisha biashara zao, ananyamazisha utendaji wao. Bwana anakunyanyua wewe ili kwenda kunyamazisha kila ile uchawi, kila ile uganga. Bwana wewe ni zaidi, Bwana wewe ni zaidi. Neema iliyokuwa kwa Filipo iwe juu yako, neema iliyokuwa kwa kina Yohana iwe juu yako. Roho yule aliyetembea na Yohana atembee na wewe, atembee na wewe, atembee na wewe kwa jina la Yesu. Kwa sababu usipogeuka ukawa mtii, roho ile haiwezi kuwa ya kwako. Na watu walitembea na roho inazowafanya wachawi wateseke, inawafanya wachawi wakeleke, inazowafanya wachawi wabatizwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wasibaki kwenye uchawi wao, wasibaki kwenye uganga wao, wajua kweli ya Bwana. Waliuona uwezo unaovuka viwango vya kichawi, unaovuka utendaji wa uchawi. Pokea neema hiyo kwa jina la Yesu. Neema hiyo iambatane na wewe, neema hiyo iambatane na wewe, neema hiyo iambatane na wewe kwa jina la Yesu. Ukishakuwa mtii, uchawi haukuzuii. Hata kama mchawi yupo katikati yako, nisikilize, hiyo Simoni mchawi alikuwa katikati ya kina Petro, lakini uchawi wake haukuwa na amri, uchawi wake haukuwa na uwezo, uchawi wake haukuwa na nguvu. Aliposhindwa kwa kina Filipo, akaamua kubatizwa na yeye. Wakati amebaki na uchawi wake, sawa wajamaa kadosha kana, hawakuangalia uchawi alionao, hawakuangalia uchawi alionao. Alibatizwa na uchawi wake vile vile, akabakia na roho yake mbaya. Alipobaki na roho yake mbaya, akaona yameshuka
majamaa mengine wameshuka, yanabandika mikono watu wanajazwa roho, yanabandika mikono watu wanajazwa roho. Akachanganyikiwa zaidi, akaanza kujisachi mwenyewe. Anasema niwapatieni fedha. Akamwambia hii haipatikani kwa fedha, hii haipatikani kwa fedha, hii haipatikani kwa fedha. Usikilize mtu wa Mungu, usiwe mtu wa tamaa. Tamaa inakufanya uwe kama mchawi, tamaa inakufanya utembee kwenye kiwango cha wachawi, tamaa inakufanya uende kwenye mawazo ya wachawi, tamaa inakufanya uyaishi mawazo yao. Ndipo yakasema uchawi unatengeneza namna ya mtu kutamani. Ndio maana hao wachawi waliobeba ujira wa kiganga walienda kwa baraza ili kumpatia fedha, ili kumpatia dhahabu, afanye kwa mawazo yao, afanye kwa tabia zao. Nisikilize mtu wa Mungu, Bwana amekunyanyua. Usiishi kwa tamaa, ishi kwa neno, ishi kwa neno, ishi kwa neno, ishi kwa neno, ishi kwa neno. Unapata ulipo, unasema uishi kwa neno, unasema uishi kwa neno, unasema uishi kwa neno. Majina ya Amen. Ndio maana huyu akafikiri nguvu zinapatikana kwa uchawi tu, lakini akagundua majamaa yasio na ilinzi, majamaa yasio na uchawi. Yana kitu kinachovuka, yana kitu kinachovuka, yana kitu kinachovuka. Nguvu ya kiganga na kichawi. Hautaenda kwa mganga, hautaenda kwa wafunga pepo. Kuna kitu kinachovuka, viwango vya kushindwa, viwango vya wachawi, viwango vya waganga, viwango vya wachawi. Yeye aliyesema hapana uganga wala uchawi, ndio ya Israeli. Asimame juu ya maisha yako, asimame juu ya ndoa yako, asimame juu ya watoto wako, asimame juu ya biashara yako, asimame juu ya huduma yako. Neema hiyo iambatane na wewe, iambatane na wewe. Ile neema iliyotembea na kina Filipo isatembea na wewe, ile neema iliyotembea na kina Yohana itembea na wewe, itembea na wewe, itembea na wewe, itembea na wewe. Unyamazisha uchawi ndani ya nchi, unyamazisha uchawi ndani ya ukoo wako, unyamazisha uchawi ndani ya mji wako. Wakiwa neema na uweza, wakiwa neema na nguvu, wakiwa neema na roho, wakiwa neema na roho. Maneno haya ya roho, maneno haya ya roho, maneno haya ya roho, maneno haya ya roho, maneno haya ya roho. Nimekuwa nikifuatilia kila siku, ninawaona waliosema Yesu sio Mungu wakiwa wanaokoka, wakiwa wanaokoka. Kwa nini? Wamekuta Yesu akiwatokea katikati ya majini yao, katikati ya uchawi wao, katikati ya majini yao. Hayawezi kumzuia, hayawezi kumzuia, hayawezi kumzuia. Usikilize mtu wa Mungu, neema ya Mungu tuliana ni zaidi ya majini, ni zaidi ya uchawi, ni zaidi ya uganga, ni zaidi ya uganga. Karapasaka, kazi yako ni
kumtii Bwana. Kazi yako ni kunyenyekea, kazi yako ni kushuka. Usizitegemea akili zako, zifanye akili za Mungu kuwa uwezo wako, kuwa ni nguvu yako, kuwa ni mali yako, kuwa ni zaidi ya pesa. Usikubali kukaa kwenye mawazo yanayoendeshwa na mali, yanayoendeshwa na pesa. Nisikilize mtu wa Mungu, neno la Bwana ni zaidi ya fedha, neno la Bwana ni zaidi ya mali, neno la Bwana ni zaidi ya vinavyotamaniwa katika dunia. Ninachotaka wewe, kuna kitu kilicho zaidi ya vinavyotamaniwa kwenye dunia. Kuna kitu kilicho zaidi ya vinavyotamaniwa kwenye dunia. Kile siku lakini lazima ni mchawi. Aliona pesa sina maana, aliona dhahabu alizonazo sina maana, akaamua zitoe ili apate chenye maana, ili apate chenye nguvu. Karata yako usidanganyike kwa fedha, maana wewe ni bora kuliko hizo fedha. Wewe ni bora kuliko hizo mali, kuliko nacho ni bora. Ndio maana Simoni mchawi alianza kudharau sasa hiyo nayo, wakaona walichonata akina Petro ni bora, akina Petro ni bora. Nisikilize kanisa, nisikilize mtu wa Mungu, napata kulaulika, napata kulaulika. Mungu anakunyanyua kuwa bora kuliko fedha, kuliko uchawi, kuliko uganga. Wao ni zaidi ya, wao ni zaidi ya, wao ni zaidi ya, wao ni zaidi ya.
Pasike mtaka. Mungu akunyanyue kwa kiwango wanachotembea nacho wachawi, kwa kiwango watakachokutamani, kwa kiwango watakachokutamani. Kanisa wapi karuke teketea kimeseka taika sema rata paseke mtakia. Mungu akunyanyue kwa kiwango utakachotamani nao, kiwango kilichopewa akifanani na wao. Ndio maana nimekuambia waliosema Yesu sio Mungu nao wanakiri, nao wanamhubiri, nao wanamtangaza, nao wanamtangaza. Hivyo ndivyo inavyokwenda kuwa. Wakila aliyemkataa Mungu wako, wakila aliyemkataa Mungu wako, wakila aliyetumiwa na kuzuia, wakila aliyetumiwa kichawi, wakila aliyetumiwa kichawi. Sana wale watu wanageuza, sema wanageuza upendo, sema wanageuza upendo, sema wanageuza upendo. Hawatafikiri tena kwa kiwango cha uchawi wao, hawatafikiri tena kwa kiwango cha uganga wao, watafikiri kwa kiwango cha Mungu wako, kwa kiwango cha Mungu wako. Inageuza kila pahali walipo wachawi, kila pahali ulipo uganga, inageuza na inachelewa neema ya kwake, mbele ya nafasi ya kwake. Na ndio maana unataka usizuiliwe na uchawi. Unataka usizuiliwe na uchawi. Hakikisha unamtii Bwana. Unaamua kumtumikia Mungu katika kweli. Usiruhusu wanayosema maadui zako yawe ya kweli. Yawe ya kweli. Hata kama watakutamkia neno liwe la kusinzia, lakini lisiwe la kweli. Na kama litakuwa kweli, badilika mapema. Petro alipomkana Yesu, alipoona jogoo amewika, aligeuka akaomba toba haraka. Hakuacha ile dhambi yake au makosa yake yaendelee kukaa kwake. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, tunapogundua kuna mahali hatujaenda sawa, geuka haraka. Geuka haraka. Geuka haraka. Kwa sababu usipogeuka haraka unaruhusu kuishi kwenye fikra za uovu, kwenye mipango ya waovu, kwenye maisha yao, kwenye maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Simoni mchawi alikaa hapa, akagundua Filipo hamwezi kumzuia. Kumbuka tulisoma kwenye kitabu kingine cha Matendo ya Mitume hicho, nafikiri ni sura ya 6. Tuliona yule Elima mchawi alivyojaribu kumtia moyo yule bwana asiamini, ukaikeupiwa na kiapao. Alijaribu kumtia moyo wakati hawa wanamhubiri Injili. Yeye alikuwa anajaribu kumtia moyo amini mawazo yake, amini alichokuwa anakiamini. Hivi umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wameokoka lakini wana tabia zile zile? Kuna elimu nyuma yao, ndio maana hawabadiliki. Wanakuwa kama jiwe, wanakuwa kama jiwe. Kanisa, lazima ujifunze kugeuka. Kama hautajifunza kugeuka, sijui kama tutakutana, na kama tutakutana tutaonana. Kama sababu Biblia inasema kila jicho lipo. Kama tutakutana tutaonana, kwa sababu kila jicho lazima lione, liwe la mwovu liwe la mwema, lazima lione kwa kumbe mimi nilistahili huku, wale walistahili huku. Kama vile yule tajiri aliyemwona Lazaro akiwa kwenye kifua cha Ibrahimu, afu yeye yupo kule kwenye mateso, akaanza kusema mtume Lazaro. Yule tajiri sio kama hakumuona Lazaro, alimuona. Yule tajiri sio kama hakumuona Ibrahimu, alimuona. Licha kuwa alikuwa kwenye mateso, lakini aliona mtu mwema alikuelekea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa, kazi yetu sisi ni kubadilika. Mungu anaposema lazima uwe tayari kugeuka. Huyu Elima mchawi aliamua kugeuka, lakini hakugeuka kauacha uchawi. Yupo na mitume, lakini fikra za kichawi bado zipo. Umeshawahi kujiuliza kwa nini watu wapo kanisani lakini wanasemana vibaya, hawaombeani mzee wakikosa? Zile ni fikra za kichawi. Yuko tayari kumtangaza ubaya wa mwenzake kwa mwingine, kumuondolea kibali.
analoga kibali, analoga kwa sababu yeye kuchichua. Na ndio maana usije ukathubutu kwenda kutangaza ubaya aliyofanya mwenzako. Kaa kwenye magoti, mwambie Mungu, hiki ni kiungo chako. Usije nikutanisha naye kama hana kitu cha kwangu, na kama hana kitu cha kwangu basi ana kitu cha mtu mwingine. Sitamani kuona mtu mwingine anaathirika kwa sababu ya makosa ya mtu huyu. Mungu mwangalie kwa namna ya upya, sema naye kwa namna nyingine ya upya. Usitangaze ubaya wa mtu, unakuwa mchawi, unakuwa mchawi. Leo hii kuna watu wanaroga huduma za watumishi wetu kwa kuwatangaza. Hawaendi kuwashauri kusema hiki unachokifanya kitokani na Mungu. Leo hii kuna wapendo wanaroga makanisa ya watu wengine kwa kutangaza ubaya. Hawafuati kuwashauri kusema hawaombei mema. Na ndio maana nilikwambia kuna kijana wangu mmoja aliniambia, baba, angalia watu wanakuombea huku huduma hivi. Wanasema huduma unaifanya ni ya mashetani. Kwa hiyo wanaomba, hawajawahi kuja kuniuliza, hawajawahi kusema na mimi. Yaani wanatumbukia kwenye korongo, wanakuacha uendelee kutumbukia wakati wanajua umetumbukia. Ni wachawi. Yesu alikuja kuokoa. Tabia za Kristo ni kuwaokoa, ni kuwaponya wengine, ni kuwarudisha waliopotea. Bwana Yesu asifiwe. Uache ukasema wewe uko vizuri wakati waliopotea uwasaidii. Uache ukasema wewe umeokoka wakati ambao waliokoka uwasaidii. Unawasema tu vibaya, unajitangaza kuwa wewe ni mtu mwema zaidi. Ni uchawi, roho ya kichawi ambayo ipo kwa ajili ya kuchinja nafasi ya mtu mwingine isionekane, ipo kwa ajili ya kuondoa huduma ya mtu mwingine isionekane. Na ndio maana watu wa namna hii hawatofautiani na uchawi. Na ndio maana hebu tusome pale kwa kitabu cha Samueli wa kwanza. Kitabu cha Samueli wa kwanza. Isiseme tu bila kusoma. Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza sura ya 15. Isema uchovu na kufanya ujione uko sawa hata kama umekosea. Tabia za kichawi zinakufanya ujione uko vizuri wakati umekosea. Tuanze mstari wa 20. Anasema, Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza wa Amaleki kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka hebu nisome pale juu kwanza, uone hiki alichokuwa anazungumza yule jamaa kama yuko sawa. Kama alichokuwa anazungumza yuko sawa. Sasa pale soma pale juu, nikupeleke pale juu. Mstari wa 2, angalia. Asa Bwana wa majeshi asema hivi, nimeyatia moyoni mwangu mambo ya Amaleki waliowatenda Israeli, jinsi walivyowapiga njiani hapo walipopanda kutoka Misri. Basi sasa enda ukawapiga Amaleki na kuviharibu kabisa vitu vyote walivyo navyo, wala msiwaachilie, bali waueni mwanamume na mwanamke, mtoto na anyonyaye, ng'ombe na kondoo, ngamia na punda. Ngamia na punda. Sasa rudi kwenye mstari wa 20.
Rudi kwenye mstari wa 20. Kumbuka haya yalikuwa ni maagizo ya Mungu. Hakubakiza chochote kwenye ule mti. Angalia anasema, Sauli akamwambia Samueli, hakika mimi nimeitii sauti ya Bwana, nami nimemleta Agagi mfalme wa Amaleki, tena nimewaangamiza Waamaleki kabisa. Angalia, yaani Mungu amesema uweni mwanamke na mwanaume. Okay, Agagi sio mwanaume. Agagi sio mwanaume. Amemleta Agagi, hayuko hai. Hapo anasema nimeitii amri ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka uangalie watu ambao wamekuwa kama wachawi, wana tabia za kichawi, wanapoweza kujihesabia haki wakati wamekosea, wanapoweza kujihesabia haki wakati wameharibu, wanapoweza kuwa hawezi kuona makosa yao. Uchawi unapofusha mtu asione makosa aliyonayo, asione tabia mbaya aliyonayo. Uchawi unaua ufahamu. Ufahamu wa Sauli umekufa. Ni kweli ana roho ya Mungu, alipotiwa mafuta roho ya Mungu ilimuingia, lakini licha kuwa alikuwa na roho ya Mungu, kwa kuwa alikaidi maagizo ya Bwana akawa kama mchawi. Kumbuka wakati huo Sauli roho ile mbaya kutoka kwa Mungu haijamuingia bado manake kama kunena kwa lugha, bado ananena kwa lugha. Umeshawahi kujiuliza kwa nini kuna watu wananena kwa lugha bado wana tabia mbaya? Wamekuwa kama wachawi, kwa sababu ndani yao kuna ukaidi. Wakisikia kama hawajasikia, Mungu akisema kama hajasema na wao. Isiwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Inasema isiwe hivyo kwako kwa jina la Yesu. Anasema Mungu anasema na kwa kama hajasema. Hapa Sauli anasema nimeitii sauti ya Bwana wakati amemwacha Agagi mzima. Na Mungu alimwambia akaue, hakusema amlete. Haoni kama hilo ni kosa, anaendelea kusema uongo. Na ndio maana nilikwambia uongo ni tabia ya kichawi. Kwa wale waliosikiliza redio, yaani ukiona wewe ni muongo, wewe ni mchawi, ila ujijui. Afadhali useme ukweli wa kuhukumu kwa kusema ukweli, wa kuchukia kwa kusema ukweli. Sema tu ukweli. Hata kama mtu anakudai, mwambie tu sasa sina hela. Kwani atakufanyia? Bwana Yesu asifiwe. Sema niliziana. Sema tu sina. Unaangalia wewe siku leo unawaambia siku fulani ndio naweza kawa nimeshapata pesa yako nitakupatia. Tuombe Mungu. Takupatia. Hauna haja ya kuzungumza uongo. Unapotengeneza uongo unaendelea kujifanya kuwa shetani zaidi. Unaendelea kuzama kwenye ubaya zaidi. Unaendelea kuzama kwenye uovu zaidi. Unafikiri unajiokoa, kumbe unazama. Kwenye hili eneo ndio wapendwa wengi wanapoharibu. Kwenye hili eneo wapendwa wengi wanaharibu, sio wana wa Mungu. Kwa sababu wana wa Mungu ni wasema kweli. Kama hana, kama hafanyi. Hawezi kusema amina kwenye kitu ambacho haiko tayari kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Watu ambao hawataki kuwa kama wachawi, wao ni watu ambao wanasema kweli. Sauli anasema uongo. Angalia kitu ambacho anazungumza sasa hivi. Ina mstari wa 21. Anasema ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgali. Sikilize kwa makini. Chochote unachomtolea Mungu pasipo mpango unaotokana na Mungu usitoe. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa kama mchana. Na ndio maana wale waliosikiliza redio nilisema hivi, usitoe sadaka yako kama inatokana na uovu, utakufa.
sadaka umetoa na imelipwa. Utafilisika na sadaka umetoa na imelipwa. Anasema lakini watu walirukia nyara. Manake unarukia nyara vitu ambavyo sio vya kwako. Usitoe hata fungu la 10 kwa kumridhisha mchungaji wako, utakufa. Toa fungu la 10 kwa kiwango ambacho Mungu anataka utoe. Usitoe kwa kumridhisha mchungaji wako. Na ndio maana hapa hakuna buku tunaloandika. Ila kwenye makanisa yaliyotoka watoa mafungu ya 10 kuna buku linaandika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna daftari linaandikwa nani ametoa mwezi huu, nani hajatoa mwezi huu. Na kila mmoja na bahasha yake. Ndio maana bahasha zile ukitoa fungu la 10 zinarudishwa pale. Ukitoa kuna mahali wanatiki. Wanatiki katika mwili, si katika roho. Kwa sababu katika hao waliotoa kuna wengine ni wezi. Hawajafanya kwa kiwango wanachotakiwa kutoa. Na ndio maana kwenye Malaki wanasema mmeniibia zaka na dhabihu. Maana hata sadaka yenyewe ina kiwango cha kutoa. Kama haikugusi usitoe. Kama haikugusi usitoe. Kwa nini? Kwa sababu haisafiri na moyo wako. Na ndio maana Yesu alisema hawa matajiri wametoa vilivyowazidi. Huyu mjane ametoa vyote. Kwa nini? Huyu mjane ni kwa moyo wake uko hapo. Kama wale mjane wa Sarepta aliongezewa. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa na chakula ambacho ale yeye na mwanae wafe. Kwa hiyo moyo wake ulilala kwenye kile chakula. Ukombozi wa afya yake na mtoto wake ulikuwa kwenye kile chakula. Hakuwa nje kile chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana sema tuna kozi moja tu. Nipike nila nijifungie mimi na mwanangu tule tufe. Na Elia akasema nitengeneze mimi kwanza. Bwana amesema. Nipakaenda akatengeneza kwanza, akamtanguliza Mungu kwanza. Akalitanguliza neno la Bwana kwanza. Nisikilize katika maisha yako yote. Hakikisha unatanguliza kweli ya Bwana. Iwe ni kazini kwako, iwe ni nyumbani kwako. Andiko nasema watu hawa walirukia nyara. Maana walitangulia neno la Bwana. Wakaliweka nyuma wao wakawa mbele. Usitegemee kupona hapo. Walitanguliza mawazo yao. Wanasitangulia mawazo ya Bwana. Wazo la Mungu lisema waueni wote. Wao wakawabakiza. Wao walikawabakiza. Walibakiza kondoo na ng'ombe. Walimbakiza tangi yuko hai. Afisa huyu anasema nimeikiri sheria ya Bwana. Kuna watu wanaweza kujihesabia haki kwenye maeneo ambayo sio ya kujihesabia haki. Sio kujihesabia haki. Na ndio maana kanisa liko huko ndani. Hakikisha kila unapoenda mbele za Mungu naomba toba kwanza. Kwa mambo unayoyajua na usiyoyajua. Kwa mambo uliyofikiria yako sawa mbele za Mungu hayako sawa. Hakikisha unaomba toba kwanza kabla hujaomba. Kabla hujaanza kuvunja na kubomoa, kwa sababu unaweza kuwa unampigia Mungu kelele. Maombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Maombi ya mwenye dhambi ni chukizo mbele za Bwana. Kwa hiyo unaweza unaenda kumkasirisha Bwana nafikiri unaomba. Ukishamaliza kasauti kamekauka. Ukishamaliza kifua kinauma. Pendo vipi maombi? Maombi gani ya kishamba? Maombi ya kishamba. Roho Mungu anahuisha. Sasa wewe sauti inakufa, alafu unasema maombi. Sio maombi, ulikuwa unapiga kelele kama wale walioko kule msibani. Ulikuwa unapiga kelele. Kwa sababu sauti yako haitakiwi kukauka, inatakiwa kuongezeka. Inatakiwa kuendelea kuwa hai kwa sababu neno la Mungu ni hai. Kwa unapotamka maana unakutanisha sauti yako na sauti ya Bwana. Kinywa chako na kinywa cha Bwana. Maana kunaendelea kupokea uhai. Na ndio maana maandiko yanasema uwe mwenye kukesha, ukaimarisha mambo yanayotaka kufa. Kwa maombi yanaimarisha vitu vinavyotaka kufa ndani yako, kwenye biashara yako, kwenye familia yako, kwenye kila eneo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa Sauli ameanza kusema uongo. Kwa nini? Anajihesabia haki. Sio mwenye kujihesabia haki machoni pako. Kwa mimi niko vizuri, mimi nimeokoka. Aliyeokoka ni Mungu peke yake. Maandiko yanasema atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayeokoka.
Neno ndiye atakayeokoka, maana yake hatujaokoka. Bado tunapambana. Bado tunapiga vita. Bado tunashindana na yule mwovu. Bado tupo kwenye pambano. Kwa hiyo hatujaokoka. Tunaishi wokovu. Tunaishi maisha ya wokovu. Ila bado hatujaokoka. Kwa sababu mwishoni ndio tunaokoka kabisa. Kwa sababu hatutakutana na hicho tena. Hatutakutana na hayo magonjwa tena. Hatutakutana na hizo kero tena. Hatutakutana na hizo chuki tena. Hatutakutana na uovu tena. Tutakula na mwanakondoo. Hatutakula na wanaotuchukia. Tutakula miaka 1000 na mwanakondoo. Maana huko kuna miaka 1000. Tuna miaka 70. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka kwa Mungu miaka 1000 ni sawa na siku moja. Na siku moja ni sawa na miaka 1000. Sasa hesabu za mbinguni Bwana ni ngumu kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni ngumu kidogo. Lakini siku moja yako inaweza kaimeza miaka 1000. Na siku moja yako inaweza kupoteza miaka 1000. Na ndio maana alisema ukifanya mengi mazuri 10, ukaja ukakosa katika moja, yale yote 10, 9 yanafuta. Yanafuta, ndio hesabu za mbingu. Usianze kusema jamani, jambo moja tu haoni mema. Kanuni za roho zinaweza kufuta yote. Ukawa Mfilisti kama Wafilisti wengi. Na ndio maana usihesabie haki kuwa umefanya sana. Usihesabie haki kuwa wewe umetenda sana kuliko watu wengine. Endelea kutenda. Yaani ukitenda leo, jione kama hujawahi kutenda. Ukifanya leo, jione kama hujawahi kufanya. Yaani unatamani kufanya zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukishaanza kujiona ulifanya, unaingia kwenye uchawi. Utakuwa una tofauti na wachawi. Utaanza kuangalia wengine ambao unaona hawafai. Yaani unatafuta nani afanye. Unatafuta nani afanye. Nilikuwa na mwanangu mmoja kanisani na alikuwa kiongozi. Alianza kusema sisi tunafanya wenyewe, baba unamuona fulani afanye. Nikamwambia mwanangu endelea kufanya, usimwangalie mtu. Akaendelea na ile minong'ono yake. Nikakuta amerudi kwenye komoni. Akarudi kwenye komoni. Amerudi kwenye komoni, baadaye nikakuta anauza komoni. Baadaye nikasikia amerudi kutini. Amerudi kutini. Nini? Unapenda kujihesabia haki. Ukishafanya lazima uwe kama hujawahi kufanya. Yaani ndio unaanza kabisa, unafungua ukurasa mwingine. Na ndio maana nafasi ya Mungu sio ukasema mimi nimefanya sana, mimi nimefanya kila siku. Wewe sio zaidi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ukishaanza hivyo unakuwa kama mchawi. Angalia kinachoendelea hapo. Anasema ila watu walirukia jana. Kwa hiyo hakikisha kwenye maisha yako hauendi kwa tamaa. Yaani kwa kutumia akili ya vitu unavyovipenda wewe. Ukifikiri utamfurahisha Mungu. Huwezi kumfurahisha Mungu kwa vitu unavyovipenda wewe. Mungu anafurahisha kwa vitu alivyokuagiza. Nasema kama wengine hamjanielewa. Usifikirie unaweza kumfurahisha Mungu kwa mawazo ya akili zako. Mungu anafurahishwa kwa mambo aliyokuambia. Kwa usije ukatumia akili yako ukafikiri kwa akili zako utamfurahisha Bwana. Kwa sababu akili zako zimebeba udhaifu. Akili zako zimebeba kushindwa. Akili zako zimebeba kutamaa. Akili zako zimebeba kukata tamaa. Lakini akili zake zimebeba umilele. Kwa kuwa kwenye akili za kibinadamu hakuna umilele. Hakuna muunganiko na asili ya Mungu. Asili ya Mungu unaipata kwenye maagizo yake. Umilele wake unapata kwenye maagizo yake. Nje ya maagizo yake huwezi kumfurahisha Mungu. Huwezi kumfurahisha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hao walizirukia nyao wakafikiri Mungu atafurahia sadaka. Mungu sio mchungaji wako ambaye amekosa kibaba cha unga kule nyumbani. Kwa hiyo sadaka yako ataenda kununua unga. Kwa hiyo sadaka yako ataenda kununua juisi. Kwa hiyo sadaka yako ataenda kununua suti.
Mungu sio mchungaji wako kwa kiwango cha wachungaji wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usitegemee. Ndio maana wako watumishi ambao wanaweza kukupatia cheo kwa sababu unatoa sana, na hajui umetoa sawa sawa, umetoa vibaya. Kuna mtu mmoja siku moja alinipigia simu akasema, naomba niunganishe na babako, nina shida. Alikuwa na jambo lake zito kweli. Nikamwambia okay, haina shida. Nikampigia mzee, akanambia mtu, nikampatia namba. Nilipompatia namba, akatuma sadaka yake. Alipotuma sadaka yake, akamweleza nina jambo 1 2 3. Akashangaa ametuma sadaka. Hata dakika 5 hazijapita, sadaka yake imerudi kwenye simu yake. Nikakuta simu inaita. Nimempigia, nimemtumia sadaka, amenirudishia sadaka yangu. Kwani hicho si ndicho nilicho nacho? Kwani sadaka si yani? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sadaka si kile ambacho moyo unapenda. Unajua upendo wa kilokole ni mbaya sana. Sadaka ni kile ambacho moyo unapenda, kuna vingine moyo upendi. Kama wale wakamuuliza Yesu, alipoona vilungu viko mbele, mijeledi iko mbele, akaangalia, akakuta hivi jamaa leo inakwenda kunifua nguo, itanipiga nikiwa uchi. Akaanza kusema, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke. Sadaka sio kile ambacho moyo wako unapenda, ni kile ambacho moyo wa Mungu unapenda, ni kile ambacho moyo wa Mungu unataka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Anasema si kile ambacho moyo unapenda. Na ndio maana tumekuwa na kanisa lina watu wezi. Yaani mbingu zinawatazama kama majambazi. Na kueleza ukweli. Kokote uliko nakwambia ukweli. Sadaka si kile ambacho moyo wako unapenda, ni kile ambacho moyo wa Mungu unataka. Kama walewi, Anania na Safira wasingekufa kama sadaka ni kile ambacho moyo unapenda. Ni kile ambacho moyo unapenda. Mimi nakueleza ukweli, ili usije ukafa kwenye mikono yangu. Heri ukafia kwenye mikono ya Mungu. Sadaka si kile ambacho wewe unapenda. Kaangalia, Yesu aliwaangalia matajiri wametoa vingi. Akaangalia, akagundua ni jamaa hajatoa. Anasema hao wametoa vingi kutokana na uwezo wao, lakini mjane huyu ametoa kuliko wote. Angalia, Mungu hakuikubali sadaka ya tajiri. Kwa nini? Kwa sababu walitoa kwa namna ya wao wanavyopenda. Hawakutoa kwa namna ambavyo Mungu anapenda, kwa namna ambavyo Mungu amewaagiza. Kwa hiyo wakawa kama wachawi wanaoshindana na Mungu, wanaoshindana na maagizo ya Mungu. Na ndio maana mwanangu aliyeko ndani, usiishi kilokole. Ukiishi kilokole, watakwambia kumtumikia Mungu sio lazima ni hiari. Ni kweli maandiko yanasema atoae kwa moyo wa kupenda. Unatoa kwa moyo wa kupenda nini? Kinachomfurahisha Mungu au kinachokufurahisha wewe? Kinachompendeza Mungu au kinachokupendeza wewe? Kwa sababu unaweza ukatoa ukawa kama mchawi, yaani kufa kuko pale pale na kutoa umetoa. Kufa kuko pale pale na kusali umeenda, na umepoteza muda wako tangu saa 4 mpaka saa 7 hii. Umekaa. Sasa baadaye ungekuwa kule ungesema chegele, kuna watu wangekupata 200. Vitumbua kuna watu wangekupata 1000. Na siku za weekend watu wako nyumbani, ukauza hata chapati tu, ungepata faida hata 1000. Kwa sababu unaweza ukaona unapoteza muda na kupotea unapotea. Lazima nikwambie ukweli. Hatuwezi kuambizana ukweli tukiwa huko nje. Tukiwa hapa ndani tutaambizana ukweli. Sisi tumekuja shehe. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuja shehe, lazima tujaze mafuta. Lakini mafuta haya hatuwezi kujaza mafuta yenye maji. Lazima tujaze mafuta ambayo hayana maji, ambayo hayawezi kuwa nje.
Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka wewe ni injili ya Mungu. Maana yake wewe ili usife. Wewe ni injili ya Mungu. Mungu akitaka kufanya shughuli zake na kutumia wewe. Akitaka kusema na watu na kutumia wewe. Akitaka kuokoa na kutumia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo huyu Sauli akasema uongo. Kumbuka nimesema usiseme uongo. Yaani uongo kwako iwe marufuku. Uongo kwako iwe marufuku. Wewe mwambie mkweli. Yaani hata kama mtu umpendi mwambie mimi sikupendi. Yaani usianze kumwonea ujumla unapepesa macho, mwambie ukweli mimi sikupendi. Kama na tabia yake mwambie tabia yako sijaipenda. Awe mkubwa awe mdogo mwambie tabia yako sijaipenda. Usiogope kusema huyu ni mkubwa amenizidi umri. Amekuzidi umri sio kuongoza. Amekuzidi umri sio kuambia ufanye vizuri. Amekuzidi umri sio kufundisha. Acha hekima za kirokole.